Jina langu naitwa Hassan Juma. Hassan, unatokea maeneo gani? Kwa sasa naishi Sinza Madukani. Tuambie changamoto hasa ilikuwa ni nini iliyokufanya wewe mpaka uweze kufika mahali hapa? Changamoto kubwa iliyokuwa kinisumbua takribani miaka kama 11, nilikuwa nasumbuliwa na nguvu za giza. Ilipokuwa mwaka 2007 niliugua matatizo ya kichwa. Kichwa kile niliugua kwa muda wa mwaka mmoja bila ufumbuzi wowote hospitali, na alikuwa akiniuguza babangu mdogo. Ndani ya mwaka mzima ni kwamba kichwa kinauma mfululizo au ni kile kichwa kinauma na kuachia lakini ukamaliza mwaka mzima? Yaani nafuu yake sijai kukaa hata wiki mbili. Ni kipanda uso kinachouma mbele hapa ya kichwa, kinakuwa kinavuta na huwa anaumwa sana usiku. Wakati naendelea kuugua, kuna siku babangu mdogo alinichukua akaniambia, bwana, sasa hivi tulipofikia twende kwa wataalamu tuangalie matatizo yako haya ya kichwa. Akaambia sawa. Tulitoka tukaenda kwa mtaalamu mmoja. Tulipofika yule mama katika ile ofisi yake alitupokea, akaangalia, akamfahamisha babangu mdogo kwamba huyu kuna kitu kinachomsumbua, ni ana mashetani ndio ambao wanaomsumbua. Kama hao mashetani yakiwekwa sawa atakuwa vizuri. Sasa kwa wakati huo na tushaumwa sana, ikabidi tufuate taratibu za yote anatuambia yule mama. Akatupangia siku na baadhi ya vifaa, tukarudi nyumbani. Tuliporudi nyumbani siku hiyo usiku, kuna ndoto niliota. Niliota niko baharini. Niliota niko baharini, nimekaa tu peke yangu, lakini sehemu nilokuwa nimekaa ni kama nimekalia jamvi jekundu. Kukaa kidogo mbele yangu kwenye maji, nikaona mtu mrefu ambaye mwanzo wake chini sikuona, ila juu yake ambao ni mrefu sana namuona. Alikuwa ni mwenye asili ya Kiarabu. Akaniita mara 3, Hasani, Hasani. Nikamuitika naam. Akamwambia, mimi ni baba, nimekuita wewe, ni mtoto wangu. Nimekuita wewe, ni mtoto wangu pekee ambaye nilokuchagua, na hao wote tu kuwepo hapa, ndugu zako wote wamekuja kukuona. Lakini mimi sikuwa namuona mtu yoyote. Nikastuka. Nilipostuka nikamwamsha babangu mdogo. Nikamwambia kuna ndoto nimeiota lakini sijaielewa. Akanambia basi tusubiri siku ya kwenda kule kwa ule mama. Nikamwambia sawa. Siku hiyo sikushinda vizuri kabisa, wala sikuweza kushuka pale kitandani. Niliumwa sana na kichwa na homa kali. Ikabidi babangu mdogo atoke aende kwa ule mama. Yule mama akaagiza kwamba nipelekwe. Babangu mdogo akarudi akatafuta usafiri, tukaelekea kule. Tulipofika kule, yule mama akawa yuko yeye na wasaidizi wake wawili. Wakaanza shughuli kama kunishughulikia. Walipoanza shughuli ya kunishughulikia, siku ya kwanza, siku ya pili, wakanambia, bwana, sasa kwa sasa unatakiwa upandishe. Nikamwambia kupandisha ndo nini? Wakanambia unatakiwa upandishe. Tukishapandisha yule ule umuona, kwa sababu nilimhadisia ile ndoto, atakuja atatuambia taratibu gani zifuatwe. Alipanda. Alipopanda, baadaye mimi sikuwa nafahamu chochote, wakaja wakanielezea. Wakanambia kuna mikoba ambayo ipo kwenu ni ya bibi yako. Hiyo mikoba ndo unatakiwa wewe ichukue. Na kwa historia babangu alikuwa anadai kwamba bibi yangu alikuwa mganga zamani. Basi mimi kutokana na kuumwa kule ikawa sina jinsi. Wakashughulika kwa taratibu ambazo za pale. Baadaye ikapangwa safari, mimi na babangu mdogo tukasafiri mpaka nyumbani ambapo kwa bibi yangu ni Kigoma Ujiji. Tulipofika kule Ujiji siku ya kwanza, na ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kufika Ujiji. Tulipofika siku ya kwanza tukapokelewa pale na baadhi ya ndugu. Siku ya pili wakafanya matambiko pale. Siku ya tatu wakanipeleka ziwani. Tulipelekwa ziwani, ilikuwa ni usiku. Kulikuwa kuna baadhi ya ndugu na kuna wazee wawili ambao walikuwa wakishirikiana na bibi kipindiko ambacho yupo. Basi tulipofika kule ziwani wakafanya maandalizi yao. Zoezi la mwisho nilipelekwa kwenye maji kima hiki cha shingo. Nikapewa kitu kama kijiti. Nikaambiwa kijiti hiki kiweke kwanza mdomoni.
utakapokiweka mdomoni, zama, meza, afu ibuka. Basi sawa, mimi nikafuatisha. Nilijitahidi kweli, nilishika pua, nikainama, nikameza, nikainuka. Nilivyoinuka, nikaambiwa toka mpaka kwenye mchanga. Fika kwenye mchanga pale nikalala. Nilivyolala sikuona ni kitu gani kilichokuwa kinakuja, kikaja juu yangu, kikanilamba maeneo ya hapa. Basi baada ya hapo nikaambiwa turudi nyumbani. Tukarudi nyumbani. Kesho yake asubuhi nikaambiwa kwa sasa umeshatimia, mifuko yako ni hapa. Yule mzee mmoja aliitoa, ilikuwa miwili ikiwa kwenye mfano kama wa kikapu. Hii hapa. Kwa sasa huwezi kurudi, tuanze kuelekeza taratibu za hapa. Sawa, nikakaa takribani miezi 3 Kigoma. Babangu mdogo alirudi. Nikaa na kuna baadhi ya mambo nikawa nafundishwa, nikawa najua. Kwa wakati huo wanakukabidhi hivyo ambavyo wanaita kwamba ni mikoba kwa ajili ya kufanya taratibu zingine uanze kutumia vitu hivyo, ulikuwa una umri gani? Nilikuwa na miaka 22. Ndio akakwambia kwamba unatakiwa ufuate hizo taratibu. Ni taratibu gani ambazo ulitakiwa uzifanye kwa maana kwamba uanze kuvitumia hivyo vitu? Taratibu ambazo nilizokuwa nikifundishwa, mara kwanza walikuwa wananifundisha miti, jinsi ya kutibia. Wale wazee wanatibia, wananiita, wananielekeza na watibia watu pale pale. Taratibu za pili wakawa wananifundisha jinsi ya kuangalia ramli. Nilipofika miezi 3 nikawa nimefahamu, na wakaniambia wewe nenda, mengine huo unatuambia, tunakuelekeza, tunakusaidia, au watu wako wenyewe watakuwa wanakuongoza kichwani. Jambo linapokuwa gumu waite. Sawa, niliporudi huku nikaanza zile shughuli. Nilifikia kwa dada yangu Ukonga. Dada yangu akanipa nafasi pale, nikawa nafanya zile shughuli. Lakini pale nikawa sielewani sana na shemeji yangu kwa sababu alikuwa ni Mloma. Basi dada ikabidi anitoe pale, anikabidhi kwa mzee mmoja ambaye naye alikuwa fundi. Tulikashirikiana tukafanya hizi kazi. Ulikabidhiwa mikoba ukiwa na changamoto ya kichwa. Sasa mara baada ya kukabidhiwa hivyo vitu ni kwamba changamoto iliisha, au tusikie hali yako mara baada ya kukabidhiwa hivyo vitu? Yani kichwa kiliisha baada ya kukabidhiwa. Nikawa naendelea nafanya kazi kama kawaida tu. Na nikawa kiafya niko vizuri. Ilipokuwa nashirikiana na ule mzee, nafanya kazi pale kwa ule mzee, na ule mzee sasa tukawa tunakozana madogo madogo. Lakini ilipofika wakati niliambiwa nichumbie na wale watu kichwani. Nilipoambiwa nichumbie, kuna mtu alinichagulia. Yule mtu sikuwa nimeamwafiki naye. Cha kwanza niliona umri wangu bado, alafu cha pili sikuwa nimempenda. Nikagoma. Baadaye nikawa na mahusiano na binti mwingine. Sasa shida inakuja, yani wakati naendelea pale na migogoro, ghafla nikawa sijielewi, yani sijielewi, mara kule kwenye kazi nakuwa siendi, mara nakuwa staki, yani nikawa sijielewi, naenda tu ovyo. Kuna siku ule babu akapiga simu wa Kigoma. Akampigia dada yangu, naomba niongee na Hasani kwa sababu mimi simu nilikuwa nazima. Basi nilipoongea naye akanambia, Hasani, nakuona uko sawa na hata shughuli zako kwa sasa naona kama unayumba. Nikamwambia ni kweli nayumba, yani sielewi, alafu mimi naambiwa nioe wakati mimi bado umri wangu. Akanambia njoo. Nikaenda. Nilipoenda kule siku hiyo, nimefika siku ya pili, akanambia, Hasani, kuna kitu kimoja ulikuwa bado tulikuwa tunakuacha, ila hiki kitu lazima tukwambie, na huu ndo wakati wake. Huku kuna mawili, umeona hii mifuko miwili? Hii mifuko ya nini? Nikamwambia si ya uganga na ninaendelea na kazi. Akasema sawa. Unapotakiwa kuwa mganga, huwezi kuwa mganga vizuri ulokamilika bila kuwa mchawi. Huwezi kuwa mganga ukakamilika bila kuwa mchawi. Nikamuuliza una maana gani? Akanambia maana ni hivi, we mganga si unatibia, uchawi unaujuaje? Nikamwambia mimi sijui. Wakasema sasa uchawi unaotakiwa kuujua wewe ni kuangalia
huu uchawi wa aina gani na umeingiaje na unatokaje. Sasa ili wizi ujue, lazima sasa mkoba wako huu wa pili, nikimaanisha hao ni uliokuwepo chini, huu mkoba wako wa pili ndio ambao unatakiwa ni wakati wake sasa wa kujua. Sawa, wakati huo sikuwa naona kitu kizito, nikamwambia sawa. Akaniambia arudi nyumbani usiku njoo. Nikarudi kwa bibi yangu usiku, ulipofika nikaenda. Nilipoenda akaniambia kaa hapo chini, nikakaa. Kuna dawa alitoa kwenye mfuko wake. Ile dawa kwa mara ya kwanza aliniwekea kwenye jicho langu, ndani ya jicho kwenye chini hapa, na nyingine kwenye kucha chini. Akanambia twende. Tukatoka mimi na yeye tukiwa tunaelekea ziwani, kwa sababu kwetu hakukuwa mbali na ziwa. Tulifika ziwani, akanambia tumefika, unaona kuna nini? Nikamwambia hapana, sioni chochote. Akanambia angalia mbele kuna nini? Nikamwambia hapana, sioni chochote. Akanambia sasa hiyo ndo unachotakiwa sasa hivi ujue. Akanambia fumba macho. Nikafumba macho kwa muda kama dakika 5. Nilipofungua nilikuta watu, yaani shughuli zinaendelea kwenye ziwa kama mchana. Wengine wako kule kwenye maji wanaendelea na shughuli, na wale ambao tupofika sisi pale kulikuwa kama ni kikao kidogo. Akanifahamisha pale kulikuwa kuna katibu, akanifahamisha na watu wengine, tukakaa. Tulipokaa kikaletwa chakula. Sikuwa nakifahamu sana, lakini kwa uhalisia wa kwa mbali kwa wakati ule ilikuwa kama ni vitu vya ndani kwenye matumbo ya samaki. Tukala, tulipokula pale wakaanza kunifanyia mila sasa za kwa pale. Walinichanja kwenye mikono humu, kwenye kila aina ya maungo yangu walinichanja. Wakanipaka dawa, waliponipaka dawa, kuna baadhi ya dawa zingine nilikula. Baada hapo wakaufungua ule mkoba wangu. Kuna baadhi ya vitu wakavitoa ambavyo cha kwanza walikitoa kilikuwa ni hiki. Waliongea maneno lakini sikuyafahamu, yalikuwa ni ya Kilugha. Walinikabidhi hiki. Hii ni aina kama ya pindo na kijiti hiki hapa. Hivi viwili walivyotoa, hiki walinishikisha mkono wa kulia, hiki walinishikisha mkono wa kushoto. Baada hapo nikaambiwa nitoe nguo. Nilitoa nguo. Nikaambiwa nirudi nyuma mpaka ziwani. Niliporudi nyuma mpaka ziwani, wakawa kama wananifagilia, unifagilia. Baada ya pale sikuelewa kilichoendelea, nilistuka niko nyumbani. Lakini na hivi vitu nilikuwa navyo. Ni hivyo tu peke yake ndio uliondoka navyo au ni mzigo mzima ulikuta upo nao nyumbani? Hapana, vilikuwa ni hivi tu. Peke yake. Lakini nilipofika nyumbani nguo zangu zilikuwa chini. Kule sikuvaa. Nikaamka, nikatoka, nikaelekea kwa ule babu asubuhi. Nilipofika nikamuuliza mzee, imekuwaje nyumbani, imerudi vipi? Akaniambia utafahamu, ila kwa sasa ni mapema. Wewe utaendelea tu kushiriki. Sawa? Tukaendelea na maongezi mengine. Ikawa sasa kila siku usiku wanakuja wale. Wakishaita natoka, naondoka nao. Kwa wakati huo wewe umeambiwa kwamba uendelee kuhudhuria ukishiriki tu peke yake. Wale wahusika ambao ulikuwa umewakuta pale mko nao, wao walikuwa wanafanya kazi gani hasa ambao ilikuwa inawafanya nyie kila usiku mwende mkakutane pale? Pale kulikuwa kuna shughuli nyingi zilizokuwa zikiendelea. Kama vile? Kwa pale mimi nilikuwa naenda napata maelekezi. Wale walikuwa wana kazi zao wanazozifanya. Wana kazi za kuleta watu, wanawafanyia shughuli zao pale za kuwaroga, shughuli za kutengeneza madawa, mipango ya kupanga jinsi ya kuwakabili watu. Ilikuwa yani pale ni kama ndo bunge ilikuwa, na jinsi mimi ninavyofundishwa, hiki kwa mtu kinaingia hivi, hiki kinaingia hivi, kutengeneza dawa hii mfanyie mtu hivi, ukitaka kumuumiza mtu, yani ndio zilikuwa shughuli hizo zote pale kwa kipindi ambacho nilichokuwepo pale na uzulia. Basi
Na kwa wakati huo kitu ambacho nilichukua nikifundishwa sana ni jinsi ya kutumia hiki. Walikwambia unaitumia vipi? Hiki ambacho ndo kilikuwa ni cha kuingiza kama ni maradhi. Hiki kwa tunafundishwa kwamba hiki kina dawa ambacho kichopikiwa, na kwa sababu mimi nishachanjiwa baadhi ya vitu viko mwilini, kwa ninakuwa ninavyo ile nguvu, kwa ninapoongea na hiki na ninapokuwa kwenye mwili wa mtu, ninapoamua kuingiza sehemu, basi ninachoma, kwa sababu wale kwa imani kwamba uchawi lazima unaingia kwa maumivu kwenye mwili wa mtu, na ndo hiki cha kumuingizia kilikuwa. Wewe uliwahi kukitumia walivyokukabidhi pia? Niliwahi kukitumia. Utaniambia ulikitumia vipi? Nisikie, twende haraka hapo kidogo. Wewe ulipata mafunzo kwa muda gani hapo? Hiyo unaenda unaambiwa tu kwamba unajifunza, ulikaa kwa muda gani kujifunza hiyo kazi? Pale mimi kwa kule nyumbani nilikaa mwezi mmoja. Unajifunza tu? Najifunza, na nilivyorudi huku wakawa naenda nahudhuria na wanakuja tunawasiliana. Umeshajifunza, na nachokiamini mimi ni kwamba mwanafunzi ukishafundishwa kitu darasani lazima ukitendee kazi, si ndio? Tuambie sasa, wewe ulianzaje sasa kushughulika na hiyo kazi ambayo umeshakaa wiki nzima unajifunza? Tusikie ulifanya vipi. Mimi nilikuwa sasa natumia kwenye kazi zangu sasa, ambazo mtu anakuja ana tatizo, matatizo yake nikishasikiliza naangalia kama huu ni uchawi, nitamwambia apumzike. Usiku nitawatafuta wale ambao walomshughulikia yule, nitakutana nao, nitaongea nao, nitawaomba wamwachie. Wakishamwachia nikirudi namtibia, anapona, anaondoka, anakuwa mzima. Ndicho ulichokuwa unakifanya? Ndicho nilichokuwa nikifanya. Na umewahi kufanya kwa watu wangapi, au unaweza kukumbuka kwamba ni kundi la watu wa aina gani ambao uliwahi kukaa nao chini kama hivyo kawashughulikia na wakasema kwamba hapa basi? I say ni wengi sana, kwa sababu wengine sasa hivi wananiona, nafikiri ni wengi sana, kwa sababu ndani ya mji huu nilikuwa natenda hizo kazi. Ni wengi sana na ni kazi nyingi, na nikawa ninasafiri mbali, nikawa ninatenda tu hizo kazi. Sasa changamoto kubwa ilipoanza kuingia na mpaka napafikia hapa leo, kuna siku niliitwa. Nilivyoitwa katika baadhi ya kikao nilichoshiriki na wale ambao wenzangu wote sasa ambao ni wa kule nyumbani, niliambiwa, Hasani, tunafika kwenye wakati wa chakula na ni wakati wako sasa hivi kutoa. Na wakati kwenye kutoa, utotoa mtu ambaye anayekuhusu katika hawa wateja wanaokuja, utatoa. Sasa sikuwa nimeelewa vizuri, nikaacha ile shughuli ikapita. Siku iliyofuata nilienda tena, nikaambiwa, Hasani, sasa ni wakati wa kumpa baba chakula. Siku itakaofika ya kesho, kuna mgonjwa atakuja kwako, atakuwa ni mama mweupe mrefu, atakuwa na matatizo yake. Huyo usimtibie kitu aina chochote, umuache, umpe tu baadhi ya dawa katika hizi dawa zako, hii ndo umpe huyo, kwa sasa ndo itakuwa chakula. Ilikuwa ni ngumu sana wakati pale. Nikatoka, nirudi nyumbani asubuhi, mchana, asubuhi kumekucha, nikaendelea na shughuli mchana. Sasa mtu alikuja, ni mama ambaye nilielekezwa ni yule. Nilipomwangalia yule mama, nilishikwa na roho moja ambayo sikuweza kufanya kitu chochote zaidi ya kukaa tu kimya. Nilimwambia tu subiri. Ilipofika usiku, nikaenda kukutana na wenzangu, nikawaambia, bwana. Ulipomwambia kwamba asubiri, kwa maana kwamba siku hiyo hakuna huduma, au ulimwambia usubiri kwamba kuna vitu unafanya ili uje umtibie? Nilimwambia tatizo lako itabidi ikifika usiku niliangalie kwa kina limeanzia wapi, na kama mwenyewe unavyodai ni la muda mrefu, alafu kesho tutajua nini cha kusaidia. Pumzika leo hapa. Ilipofika usiku, nilikutana na wenzangu. Nilipokutana na wenzangu,
Nikamwambia jamani, mimi nawaombeni sana, huyu mtu kwa sasa mmuache. Kama kwa sasa ni muhimu sana, naombeni mnipe muda kidogo. Kama ni huyu baba nitamtolea kwa wakati, mniache kwanza, ni mapema. Niliwaomba sana. Yule mzee ambaye ndo awali aliniingiza naye alinisaidia kuwasi, wakanambia sawa. Nikarudi yule mama nikamtibia kawaida, akapona, akaondoka. Tukaendelea na shughuli na mambo mengine. Ilipokuja sasa mara ya pili, nikaitwa tena. Nikamwambia Hasani, una deni huku? Nikamwambia sasa umefika wakati, ni zamu yako tena. Nikamwambia sasa kwa nini? Wakasema ni zamu yako, lakini deni la kwanza sio la mtu linalokuhusu. Deni la hilo la kwanza sio la mtu linalokuhusu, na lazima ulilipe. Kwa hiyo nikamwambia sawa, kesho ndo kitakuja chakula. Wakanielekeza mtu ambaye atakaye kuja kwa siku ya kesho. Nikarudi. Niliporudi, mtu aliyekuja kwa siku ya kesho mimi mwenyewe sikutegemea. Wakati huo wote hadi naumwa nakubali mambo, nilikuwa na rafiki yangu mkubwa sana ambaye kila changu alikuwa anakijua. Anamleta mama yake mdogo ndo anayeumwa na ndo nilioelekezwa. Alileta, alikuwa amepooza upande mmoja. Nao nilichoka sana. Nikakaa nikafikiria, nikasema sasa hii kama deni la kwanza la mtu asiyenihusu, likija naye nihusu, nitaambiwa nani? Ngoja tu ifike huo usiku. Ulifika usiku, nikaenda kuongea na wale wenzangu. Huyo sasa mama wa rafiki yako na wewe pia ulimwambiaje? Maana unaonekana pia hujamwambia chochote, umesema kwamba ungojee usiku ukifika. Ilikuwa kwenye mtu ambaye ukishagundua huyu ana uchawi, ni lazima umlaze. Ni lazima umlaze. Huwezi kumruhusu aondoke kwa wakati ule. Kwa hiyo ilikuwa ni taratibu kwamba wewe ulale. Kwa hiyo unamwambia mtu, wewe lala leo, mimi nioteshwe, kesho nitakutibia. Kwa hiyo ulikuwa na sehemu kabisa maalum ya kulaza wagonjwa wako hapo? Ndiyo. Ilipofika usiku, nilitoka kama kawaida. Nikaenda, nikakutana na wenzangu. Nikamwelekeza ule mzee. Nikamwambia mimi rafiki yangu huyu ni mkubwa sana na nimetoka naye mbali, tumesoma wote, na isitoshe huyu mama mimi ameshanisaidia sana, na kipindi anachohangaika na mimi, huyu anahangaika na mimi, na huyu mama naye kuna baadhi ya msaada alikuwa anatoa. Sasa leo inakuwaje? Akaniambia sijui, jaribu kuongea na mzee kama atakuelewa. Nilimuomba sana yule mzee siku hiyo. Nilimuomba sana. Nikamwambia basi mimi kama hii itanigharimu, kwa wakati ule ilibidi sasa nikubali baadhi ya mambo. Nikamwambia basi naomba huyu mwachie. Sitoangusha hata kwa mtu atakayenihusu, mimi nitatoa tu hiyo sadaka, lakini naomba huyu mwache na apone. Nawaomba. Wakaniruhusu. Sawa, we rudi, lakini huyu mtu watu walomfunga uchawi walopigwa umetoka Tanga. Kwa hiyo rudi katafute baadhi ya watu, ongea nao mtibie. Sawa, kesho yake nilianza tiba ndogo. Usiku wake nikatoka kama kawaida kutafuta dawa kwa wale walomfunga wamfungue. Yule mama akaendelea kwa muda kama wiki, akapona, akarudi kwenye hali yake. Kwa wakati huo sasa, kwa yule mchumba wangu tumepata mtoto wa kiume, ndo ametoka kujifungua. Pata mtoto wa kiume. Naenda sasa, wakati mtoto ana siku 20, naitwa, Hasani, deni lako unalikumbuka? Nikamwambia sasa limefika mwafaka uliotuahidi, na ndo huyu mtoto. Hiyo ndo nililoa. Niliacha pale nikaondoka. Niliwaambia tu nitajibu kesho. Kesho yake nirudi nyumbani.
Nikakaa nikafikiria, yani hakuna niliongea naye siku hiyo, yani kila atakaye niuliza naambia niacheni tu, niacheni. Watu wanakuja wateja kama kawaida na waacha pale, yani naambia subirini, foleni inaendelea tu kwa kubwa. Nikafikiria mwafaka, sijui nifanye kitu gani. Ndo kwa mara ya kwanza tangu kuzaliwa kwangu mimi natoka naenda baa kunywa pombe kwa kwepa kundi langu. Nilikunywa pombe ambayo sikuwahi kunywa na ilikuwa ni nyingi kiasi ambacho hata nyumbani nilishikwa kurudishwa. Iliwashangaza wengi, haswa baba yangu, hakuwahi kuniona kwenye hali kama hiyo. Watu wote waliniingizia mlango wa uani ili wateja ambao wanaokaa pale na wagonjwa ambao wako pale wasinione. Nilala kuja kustuka ni asubuhi. Asubuhi sasa mawasiliano ya wale unapata kwenye kichwa. Kuna hisia inakaa inakwambia kwamba leo tena. Basi nikafanya shughuli zangu, ilipofika jioni nikasema hapa sasa nimalize haraka niende tena nikanywe wasinifuate. Ile natoka tu barazani, nilisikia kama kitu nimekikanyaga ambacho kama ni msumari, nilipushiwa kama kurudi nyuma kwenye yani kama hatua tatu. Nilibamizwa ukutani kiasi ambacho babangu alikuwa sebleni, alitoka. Sikurudisha fahamu. Mpaka nakuja kurudisha fahamu niko hospitali. Upande huu mmoja umepooza. Na mtu ambaye namuona wa kwanza ni yule rafiki yangu ambaye ndio iko naye pale. Nainuka, wananiuliza vipi, naambia sijui chochote. Kimetokea nini? Kaa kidogo, wale wapo, naona wale wenzangu sasa wamekuja mule odini. Upande ambao wao wapo, mimi siwaangalii, naangalia upande mwingine. Basi nikawa nawafanyia ujeuri pale, wale wakaondoka. Walipoondoka, mimi nikamwita babangu, nikamwambia baba, siwezi kukaa hapa, naomba nitoke, niondoke. Akanambia kwa hali hiyo? Nikamwambia mimi kwa vyovyote naomba nitoke. Babangu akasema sawa, sasa unaelekea wapi? Nikamwambia mimi nielekee kwa mtu ambao ilikuwa ni Tanga. Niende kwa mtu nikaangalie jinsi gani ya kusaidiwa, hii hali si ya hospitali. Babangu akasema sawa, basi tutafute usafiri. Watafuta usafiri, mimi nikaondoka kuelekea kwa fundi wangu ambaye nilikuwa nikishirikiana naye, alinizidi kidogo, ambaye alikuwa Tanga kipindi naendelea na ufundi wa uganga. Nilipofika kule nikamwelekeza hali ilivyo, na mwenyewe akaona, akanambia mimi bwana Hasani, ni watu wako tu, wewe mwenyewe unaowakosea, karudi malizana nao. Nikamwambia sawa. Alishughulikia, nilipata nafuu, nikarudi. Niliporudi sikuwa na ile roho tena ya kuendelea na ile kazi. Baba akawa ananiuliza vipi, mbona hutaki kuendelea na kazi? Watu wanakuja unawaambia waje baadaye. Ukawa ni mwendo ni huo tu. Sikai, wale wananisumbua, wakinisumbua sana, mimi mara pale nyumbani naondoka, siagi. Ikawa ni hivyo. Kuna wakati sasa ikabidi nimfuate rafiki yangu mmoja ambaye nilikuwa nakaa naye Ukonga. Nikamwelekeza, yeye alikuwa anasali kanisa moja Ukonga. Akanielekeza, kuna sehemu akanipeleka kwenye maombi yao. Nilipofika pale nilisikiliza, wakanambia kalete baadhi ya vitu vyako hivyo ambavyo unavyovitumia. Siku ambao unaenda kuchukua vitu, huu mfuko sikuukuta. Mfuko ambao ndio una vifaa vyako vya kazi. Hivi. Huu sikuukuta, nilikuta mfuko mwingine na baadhi ya vitu vingine, vitabu na nguo. Huu sikuukuta. Nichukue tu hivi vilivyokuwepo nikapeleka. Wale wakachukua wakachoma moto. Walipochoma moto vile, mimi nikarudi nikajua haya yameisha. Bado hali ikawa ya sasa, kichwa akikuniachia mpaka mara mwisho nafika huku. Kichwa ndio kilikuwa ugonjwa wangu mkubwa kwa miaka yote tangu 2012. Ni kichwa tu akiniachia. Lakini katika hali ya vitisho vilivyokuwa ikiendelea, yule mtoto wangu mpaka leo kazaliwa 2009 wa kwanza,
wale watu walimkalia akutembea mpaka hivi leo. Na ilifika wakati mama yake aligundua ukweli, hatukuongea mpaka hivi leo, kwa sababu aliambiwa kwamba kuna vitu viko kwa baba yake ndio ambavyo vimemkalia huyu mtoto. Kwa hiyo kuanzia mtoto amezaliwa 2009 mpaka leo ni miaka kama 7, lakini hatembei, ni wakubebwa, wakuwekwa na kwa waliamua kukuadhibu kwa namna hiyo, maana umekataa kufuatiliza kile ambacho wanakitaka. Hiyo adhabu ya kwanza. Adhabu ya pili ilikuwa kichwa. Adhabu ya tatu ilikuwa kila biashara tutakaofanya au kila hela itakayoingia ndani haiwezi ikafanyika kwenye kitu aina chochote, au utakapompa mtu akurudishie. Umeona? Na sikuwa yani, hata mtu yote alikuwa akiniambia Hasani, toka hapa njoo ufanye kazi hii, sifanyi. Naambiwa rudi fanya kazi yako hii. Kwa hali ilivyokuwa ikienda, mimi ilibidi tena nirudie kufanya uganga. Nilivyorudia kufanya uganga, sasa wakati huo sasa nina mke wa pili ambaye alinileta hapa. Nilimficha asili hiyo, hakuijua. Nikawa naendelea kufanya kazi yangu ya uganga, nafanya kazi. Ikaja, lakini sasa kuna baadhi ya wale, ili kundi likinitafuta mimi nyumbani natoroka. Naondoka sehemu yote, simwagi. Naondoka siku 3, siku 5, 7, hajui niko wapi, narudi. Na nikiwepo pale nyumbani ninakunywa tu. Asubuhi nitafanya tu kazi 1, 2, 3, naondoka. Nikirudi nimekunywa. Tukawa tunaishi sasa kwa ugomvi. Hatuelewani, mara tuachane. Huku lakini mimi naendelea kuumwa kichwa na baadhi ya maisha, ni vitu haviendi. Sasa ulikuwa unawezaje kuendelea kujikimu kama hivyo? Ni mtoto wa kiume, lakini pia uko na mahusiano, naamini kwamba una familia Ulikuwa unawezaje kusimamia kulea familia yako kwa wakati huo kazi utaki, hiyo majukumu walokupatia huko na penye pia huyafanyi? Ulikuwa unawezaje kuendelea kuweza kuishi, uweze kujikidhi na mahitaji yako ya kawaida? Nikitoka nikienda kwenye kufanya kazi yoyote siwezi, hali yangu inakuwa mbaya. Lakini hapo naweza nikapigiwa simu, Hasani nakuja. Na kwa sababu pale hela hamna, watu walikuwa wanakuja, wateja wakija nawafanyia kazi, ili mradi tu niendelee kufanya kazi hii, nisifanye shughuli nyingine yoyote. Sasa ipoenda zoezi la pili, ambapo nilivorudi nikaambiwa bwana, wale watu walivorudi tena kwa mara ya pili, ilikuwa sasa ni kuachana na mke wangu na mtoto wangu wa pili ndio niwape yule wa kwanza, kwa sababu kashakaliwa, hana faida yoyote. Itakaposhindikana hivyo, basi maisha yangu mimi ndo atakuwa halali yao. Hiyo ni kitu ambacho siri nilikaa nao, ilinitesa kwa muda wa mwaka mmoja. Mke wangu sikumwambia, anashangaa tu mimi naenda vibaya, sisimami kama mtu mwenye kueleweka. Sasa kuna wakati yeye mwenyewe analaumu, mbona wewe unaondoka, wateja wanakuja wanakutafuta, upatikaniki. Sasa ipofikia wakati hii nikaona mimi bwana, ngoja tu. Na mke wangu alipokuwa anaona hali ya ndani mbaya kuhusu mimi anielewi, ndo alikuwa anakuja hapa. Lakini nilikuwa namruhusu, nenda. Mimi wale wanakuja wananiambia hatutaki hiki. Akifungulia TV ya hapa ya maombi, mimi najisikia tu vibaya, naenda natoa. Umeona, natoa. Hautaki hata kutazama WRM TV. Tena nikawa namwambia waongo tu, njaa tu hizi, mtapeli, uachana nao, vitu hivyo wewe uviona wapi? Namwambia kabisa, lazima. Mbishi, tukawa tunabishana, mimi namwacha, anakuja. Sasa mimi ilipofika siku ambayo ndo natakiwa hiyo, ni kilazima nitoe jibu la kuhusu mke wangu kumwacha na mtoto wangu kuwapa wao, au iza mimi watafanya vyovyote. Niliondoka nyumbani kwa siri, sikumwambia niko wapi. Siku ya 3 ndo nilimfahamisha nimeondoka, nimeelekea Bagamoyo. Na kutokana yeye ilikuwa ndio tabia yangu, hata nikiondoka anakaa tu kimya, kwa sababu anajua ndo kawaida yake, aagi. Kwa kama nimeondoka siku 3, kakaa zake kimya, yeye anakuja huku kanisani, anarudi, anaendelea. Sasa kuna siku ambayo ndo nampigia simu, ndo naamua kumwelekeza mke wangu,
mimi nina tatizo kubwa ambalo linalonisumbua kwa miaka yote tulokaa mimi pamoja na kufanya uganga, lakini nina makubaliano ya siri. Wewe si unaenda kanisani huko unapoenda, niombee, kesho tutaongea vizuri. Basi kesho yake jioni ndo kwa mara ya kwanza nikiwa safarini ananipigia simu, ananitafuta, tunaongea. Bwana, nimeenda. Nikamwambia sawa, basi leo mimi nakuja, nabeba huu mfuko kule ulipokuwepo Bagamoyo, narudi nao nyumbani. Sasa nilipofika nyumbani, kitandani nilikuta kwenye kona ya kitanda nilikuta ana mfuko ukausimamisha chini ya mto wangu. Hebu unyenyue vizuri tafadhali huo mfuko. Kauchomeka hivi kwenye kona ya kitanda, huu umesimama hivi kichwani huko kwenye mto wangu, kwa sababu yala aliagi mto ni wa kwangu. Chini ya mto kaeka kitambaa cheupe. Hebu toa hicho kitu tukione. Hicho ndo kitambaa ambacho ulikikuta amekuwekea chini ya mto. Ukamuuliza nini? Maana wewe masuala ya kanisani kidogo uko nayo kushoto. Wewe ukamwambia nini sasa? Mimi cha kwanza, ile siku zote nilikuwa nina kiapo kimoja, siri yangu hii kama nitaitoa kwa ule mtu atazuhulika au na mimi nitazuhulika. Ilikuwa ni siri ambayo kutakiwa itoke mahala kokote. Lakini nashangaa, nimelala nimeegemea hivi na muhadisia vizuri tu mwanzo nilipoanzia mpaka mwisho. Ongeza tena makofi kwa Bwana. Nimemhadisia, akanambia sasa leo umerudi Ijumaa, kesho ni Jumamosi, kanisani kule ninaposalimia kuna ibada ya wababa, naomba twende. Umekucha asubuhi, tukajiandaa, tukaja. We, haukubisha hata alivyokuambia? Sikubisha, na kitambaa kile aliniwekea mfukoni. Nimekuja, nilikaa kwenye mlango pale kule mwisho kule. Niliingilia mlango ule nikakaa kule mwisho. Nilimkuta nabii anaendelea na maombi na mimi nikakaa pale. Nikawa nafuatisha, ndo malango ya kwanza mimi Muislamu, nikawa nafuatisha. Wanasali, asali. Ikifika wakati wa Yesu na mimi nataja. Ukafika wakati wa kuja kupaka mafuta hapa. Tumesimama foleni pale. Ghafla kichwa kikaanza kuuma tena kama kawaida. Nikikaa nikivuta picha naona sasa wenzangu lile kundi liko nje hapo. Naambiwa utakapoenda pale basi wewe ndo maisha yako leo amefikia mwisho. Natishwa. Lakini nikasema sasa natamani nitoke nikimbie, mengine akiendelea najisikia vibaya kama anaungua hivi. Natamani nitoke nikimbie. Lakini sasa nikimbia, mke wangu kakaa nje pale, naye ananiangalia huko nitatoka au stoki. Basi nikaanza kujisikia vibaya miguu, mimi nikasema tu Mungu mimi ni wa kwako. Na kuna neno nilinakili la nabii. Alisema sisi wote ni Adamu wa Mungu, na mimi nikawa na vile vile nafuatisha. Nasema Mungu mimi ni wa kwako. Kama leo ndo mwisho, haya mimi naenda. Nikaja mpaka hapa, nilipopaka mafuta. Nimepaka mafuta, nikamaliza, nikamwona mtendakazi mmoja, nikamwelezea, akanambia sawa, hivyo vitu unavyo. Nikamwambia ule mkoba nimekuja nao huko nyumbani. Akanambia sawa, kesho Jumapili njoo nao. Tukatoka tukarudi nyumbani vizuri tu. Yaani sikuwa na tatizo lolote, sikuwa na wasiwasi wote, ni kitu ambacho mimi mwenyewe nilijishangaa sana. Sawa, tukafika nyumbani. Nikamwambia mke wangu, mimi leo nyumbani silali. Mimi asubuhi tu nakuja nyumbani nachukua mkoba na upeleka kanisani, lakini leo silali. Akanambia sawa, basi tutakapolala tutalala wote. Tukaenda hotelini tukalala. Asubuhi kulipokucha
Nikaenda nyumbani, cha kwanza nikachukua mkoba, nikatoa nguo za kwangu, za kwake na za mtoto, tukavaa hotelini pale, tukaja hapa. Njiani safari ilikuwa ina misukosuko sana, lakini tulijikaza mpaka tumefika. Nafika huku katika ule mkoba wangu ambao tunguli mama ya kufanya kitu chochote nilichokuwa nikikitumikia kipindi hiko, ilipasuka mpaka leo sijui ilipasukaje. Ilipasuka huku chini ambako kunapokaa dawa. Tuoneshe huku watu wa kamera tuweze kuona. Hii inakaa hivi. Ilipasuka yenyewe. Hiyo ndio ulikuwa unatumia kwa ajili, yani unaweza ukaweka tu vitu vyote chini hapo ili uweze kutuelezea vizuri eh? Huu ndo mkoba wenyewe na unaonekana ya kizamani, nimeulisi, ndo ambao hii tunguli inakaa humu. Na kwa kipindi chote ulikuwa na uficha au kuwa mtu yoyote haruhusiwi kuuona. Ugeuzie kwa huku tuweze kuona kwa ndani hapo. Angalia vizuri hapo kwenye screen yako. Na hii ndio ilikuwa dawa zetu tunazokula ambazo ukiwa unataka kutoka usiku. Hii unakula ukiwa unataka uende sehemu, leo unataka uingie kwenye nyumba hii, ndio unamchukua paka, unamwandaa, unamtengeneza, unamweka hii dawa, anaenda kusafishia njia mpaka unapoenda. Hii ndio mtu akuoni. Hii ndio mtu unamfunga na kila kitu. Niliweka humu kwa sababu ilikuwa inakaa kwenye gamba la konokono. Ile gamba nilitoa, hii dawa nikahamisha huko kwamba mtu yote asije akaiona kama kwenye konokono akastuka kama iko ndani. Ilikuwa sana namficha sana mke wangu. Huu ni kitu ambacho kilikuwepo humu kwenye mfuko, umekauka sana, ni kitu cha siku nyingi. Huu ni mfupa wa mtoto mchanga. Na wenyewe pia ulikuwa unautumia kwa namna gani? Hii hasa kwenye shughuli za makaburini usiku, ni lazima uambane na vitu vya maiti kwao, na mtoto kwa sababu ana baraka kwao anatumika sana mtoto mchanga. Wachawi kingao nyingi sana kwa mtoto mchanga. Sawa, tuendelee. Hii ni enzi ya kina mama. Uliipata vipi, au ni ulikabidhiwa pamoja na mikoba? Uliipata vipi hiyo? Hii ukukabidhiwa, ila kwenye ufundi humu mnapokuwa mnaenda mnachukua, lazima ukae nayo. Hii ni kama akiba ya mkoba, chakula cha mkoba. Hivi vingine ni vichupa tu ambavyo tulikuwa tukihifadhia dawa, basi na wao vimeisha, vilikuwepo tu humu. Na hii karatasi hii ilikuwa tu labda kwa ajili ya kuangalia, kupiga ramli, kuangalia labda. Kwa hiyo inakaa, hii ni alama za kama ramli inakupotea unasoma huku. Kwa hiyo nilikuwa nao nimeweka kwenye mkoba. Na tangia siku ambayo nilopaka mafuta hadi leo sijawahi kupandisha tena jamani, mashikani. Uwe hai, uwe hai. Na huyo ndiye Mungu wa baba yetu Nabii Nikolaus Suguye. Unajisikiaje kaka? Cha kwanza napashukuru sehemu hii hapa, imekuwa ukombozi wa maisha yangu, na maisha yangu yote nimekabidhi sasa hapa. Umeeleza habari ya mke wako, amekuja maana ni yeye ndio amefanyika kuwa mama mzuri, si ndio? Ndio. Amekuja naye? Yupo, amekaa hapa, yuko na mtoto wangu, yuko nje.
Mama Murtaza njoo. Tumshangilie Yesu kwa makofi wakati huo dada anakuja eh? Amina. Jitie nguvu, tayari mume wako yuko mikono salama eh? Tunaweza tukazungumza kidogo. Sawa. Tuambie jinsi ambavyo ulivyokuwa kwa ufupi kabisa, sawa eh? Tumeshasikia tayari kaka ametuelezea njia alizopitia na namna ulivyotumika kuwa mke bora kwake. Umetumika afike mahali hapa ili aweze kufunguliwa. Unajisikiaje mara baada ya mume wako kufunguliwa katika vifungo vya nguvu za giza? Najisikia furaha sana. Najisikia furaha sana kwa kweli, kwa sababu nimeteseka sana. Yaani nilijiona mimi kama sio mwanamke, kwa sababu nilikuwa nikihangaika na mwanaume kikumweka sawa, lakini akai. Kumbe nguvu za giza zilikuwa zikimtesa. Kumbe mchawi mimi sijui. Kumbe ni mchawi mimi sijui. Nahangaika mimi, lakini nilikuwa sijui chochote kwa kweli. Nashukuru kwa Suguye. Nashukuru hapa kwa Suguye kumeniokoa. Nashukuru sana kwa Suguye kumeniokoa. Leo hii kakubali kuwa na mimi pamoja kanisani. Nashukuru sana. Hongera sana. Asante. Tayari ameshafunguliwa, sio yule tena wa zamani. Sasa hivi ameshakuwa mpya, ni baba mzuri. Ndiyo, sawa? Ndio. Unayo amani, si ndio? Na amani sana. Una nini cha kuwashauri wa mama wengine, wa dada wengine ambao wako na waume zao lakini wanashindwa pengine kusimama kuchukua nafasi zao wao kama wamama ili kuweza kuwasaidia waume zao? Una nini cha kuwashauri? Na washauri muombe Mungu, ndio mweza kila jambo. Msikate tamaa, msiwakimbie. Msiwakimbie kwa kweli wanaume. Mimi ningeamua ningemkimbia siku nyingi, lakini nimekaa naye miaka hii huwa 5 tunaenda. Lakini hivyo navumilia. Hivi baba huku kule hajulikani yuko wapi, hajulikani baba ni nani. Kwa kweli vumilieni. Muende kwa Mungu, kwa Suguye atawaokoa. Katika mazungumzo yake nimesikia pia alikuwa na uwezo hata wa kuondoka siku 3 siku ngapi anakaa nje. Wewe kama mama ilikuwa inakuia ugumu kiasi gani? Kwa kweli nilikuwa naumia sana katika moyo. Nilikuwa natembea na donda ambalo sijui lingepona lini, lakini limeshapona. Nilipofika kwa Suguye lilipona kutokana, yani anaondoka uko zako kazini, ukirudi nyumbani hayupo. Hakupigii simu akwambia niko mahali fulani siku 2 siku 3 siku 4 hata wiki. Ndio unashangaa, mama upo? Sasa jamani mimi nitaishije? Akija kuomba msamaha, anaomba msamaha siku 2 siku 3 anarudia tena. Anakaa tena anaomba msamaha, anawaita ndugu zake, jamani hivi, wananiambia basi. Ukafikia mwisho ndugu akaniambia basi mpaka hapa. Basi wewe nenda ukakae sehemu mbali, asikujue uko wapi kabisa. Uende ukapumzike huko. Lakini sikukata tamaa. Lakini siku aliniambia niombee huko kanisani kwako unapoenda. Na ukamwombea? Nikamwombea. Na siku hiyo akaniambia tutaenda wote huko kanisani. Nikashukuru sana. Nikashukuru kwa kweli. Na huyo ndiye Mungu wa baba yetu Nabii Nicolaus Suguye. Amen. Ana kila sababu ya kujivunia kutokana na kile alichokipitia, si ndio? Tuzungumze na kaka sasa. Unayo amani mpaka sasa, maana tayari umeshafanyika kuwa baba mzuri tena upya? Na amani sana. Una nini cha kuwashauri watazamaji ambao wanakutazama, maana pengine na wao wanapitia au walipitia changamoto ambayo wewe tayari umekwisha kuipitia na hawajui nini wafanye, wanatamani kusikia kitu kutoka kwako? Una nini cha kuwashauri? Cha kuwashauri kwamba wajue Mungu yupo, cha kwanza. Alafu hapa ni pa ukweli. Kingine washike imani. Shetani anaziharibu sana imani zetu. Tukiwa dhaifu kidogo tu ameingia. Tukazeni roho, tuamini, tumshike Mungu. Mr. Hassan Juma from Sinza in Dar es Salaam, Tanzania, has been facing the following challenges. He had demonic attack for 11 years, headache for a whole year,
and he also used to practice witchcraft. This affected him so much that he could not do any other works. He went to various witch doctors for help, and on the next day he dreamt that he was at the sea. On the next day, they went back to the witch doctor, and he was told that he was supposed to be given witchcraft handouts, which were his grandmother's. He went to the village and he did as he was told by the witch doctor. He was taught how to use witchcraft cure and other traditional ways. During the lessons that he was being given, he was told that he could not be a witch doctor without being a witch. On a certain day, he was told to close his eyes, and when he opened his eyes, he found himself at the bottom of the sea, in which witchcraft rituals were performed upon him. After that, they used to take him to various places during the night. As you can see on your screen, he is showing the utensils that he was using. He is showing a utensils that he used so as to put diseases upon people. On a certain day, he was called to a witches' meeting, and he was told that it was time for him to give a person as an offering. In the afternoon, the person that he was instructed came, and he failed to give out as an offering. On the next day, he was told to give out his best friend's mother as an offering, and he failed to do it again. The following day, he was called again, and he was told to give his newly born baby as an offering. He failed to do it. He went to various churches for help, and it was not of help. Instead, he ended up having a headache. He was given 3 punishments, which were a headache for a whole year. His child could not walk as they had sat on him. Failure in economic status too was a punishment that he was given. He went back to practice witchcraft, and this time he was instructed to divorce his second wife and give his child as an offering. On the next day, he went back home and found a bag of spiritual items hanged on the wall, and the anointed handkerchief was put under the pillow. When he was asleep, he found himself telling all the secrets to his wife as the handkerchief was below the pillow. The following day, he was graced to come to WRM Church with his wife. And during that day, it was the day that people were being applied the anointed oil by the man of God, Prophet Nicolaus Suguye. And he was also amongst the people who were applied the anointed oil, and he was healed of the headache. On the next day, he came to church to bring his utensils. As you can see, the traditional pot that had been broken before even coming. And you can see on your screen, Mr. Hassan is showing the utensils that he used for witchcraft, including a child's bone, menstrual period from a certain woman, and lots more that he has shown. His wife has confirmed that her husband used to practice witchcraft, and she's thanking God for delivering him. Mr. Hassan is testifying that he is delivered and he is in peace, and this is the place that he has found help. His advice to people is that there is God, and God is all they need. They should take it all to God in prayer, and this place is real. All glory and honor to the God of Prophet Nicolaus Suguye for all these miracles. Monsieur Hassan Juma à Sinza Dar es Salaam, il est en train de témoigner de merveilleuses bontés de Dieu, c'est qu'il a délivré des mauvais esprits. En 2017, il avait des maux de tête qui étaient terribles sur le fond du visage. Et son oncle lui avait emmené chez les docteurs une féticheuse qui était une femme féticheuse. En retournant à la maison, pendant la nuit, il a rêvé qu'il était sur la mer et un homme lui est apparu, disant que son père qui lui veut être avec lui. Il témoigne que ce jour-là, il n'était pas bien, jusqu'à obliger son oncle d'aller affronter le féticheur. Là où il a été dû, M. Hassan, d'héritier les bagages et de chasseur et grand-mère. On a commencé à l'instruire comment pratiquer tous ces items et sa magie noire. Il continue toujours à témoigner qu'il a été obligé aussi d'épouser une fille qu'il ne voulait pas. Il est en train de témoigner aussi encore un jour, son grand-père lui avait appelé à Kigoma
en disant qu'il ne peut pas être un marabout sans être un sorcier. Ils sont allés sur le lac, il a été obligé de fermer les yeux, il a vu des hommes en activité. Et depuis ce jour-là, il dit pendant la nuit, ses amis sorciers venaient le prendre pour faire de la sorcellerie, en lui donnant des objets pour bien pratiquer sa magie noire. Et ce qu'il avait tellement fait de venir ici à Dabraham, il témoigne un jour, dans leur réunion, on lui a dit que son tour de faire le sacrifice est arrivé. Mais premièrement, il avait fermé en disant, il avait refusé en disant qu'il va reporter la date. Mais la deuxième fois, il a été obligé de sacrifier la maman de sa meilleure amie qui était paralysée. C'était difficile pour lui. Il a demandé encore une fois de reporter la date, car c'était comme une famille pour lui. Et pour la troisième fois, il a été obligé de sacrifier son fils. C'était une situation très compliquée pour lui, jusqu'à décider de boire de l'alcool. Il a été conseillé d'aller à l'église par son ami, qui était sa meilleure amie aussi. Mais il ne voulait pas venir à l'église. Donc on a décidé de le punir pour la première punition. C'était le mot des têtes. Et puis la deuxième punition, c'était son fils qui était paralysé. Et le troisième, c'était l'échec sur la situation économique. Il témoigne encore que sa deuxième épouse a commencé à regarder Dabraham TV. Et lorsqu'on allumait la télé, il se sentait très mal. Et sa femme avait amené le sac de Dabraham TV. Et comme vous voyez sur votre écran, il avait un marabout de l'onction. Il y avait un mouchoir de l'onction sur sa femme. Avait mis dans sa poche. Depuis ce jour-là, il a décidé de venir ici à l'église de Dabraham, là où il y avait une messe pour les papas et les jeunes hommes. À ce moment d'arriver ici, il se sentait de fortes douleurs sur sa tête. Au moment de recevoir lui de l'onction, il voulait fuir. Mais par la grâce de Dieu, il a reçu de lui de l'onction et de la guérison. Et depuis ce jour-là, il n'a senti aucune douleur au niveau de la tête. Et M. Hassan aujourd'hui témoigne la bonté de Dieu, de sa puissance et puis de la guérison de Dieu, de l'avoir guérisé, comme vous pouvez voir sur votre écran. Il est en train de témoigner la bonté de Dieu avec les objets qu'il est en train de montrer et qu'il utilisait pour faire la magie. Et conseil pour les hommes, aujourd'hui avec sa femme, ils disent que il faut toujours continuer à croire le Dieu du prophète Nicolas Ogooué parce que c'était un vrai Dieu et il opère des miracles. Il demeura toujours un grand Dieu. Que la gloire revienne au Dieu du prophète Nicolas Ogooué. Nimeona ulikuwa umeshika kichupa fulani hivi kina damu ya hedhi. Damu ya hedhi? Hebu chukua. Kiweke hivi. Hiyo damu ulipataje? Hii anatafutwa mwanamke ambaye anayekuwa iko kwenye siku zake. Akishatafutwa inakuwa ni mtu ambaye unayemfahamu, kwa sababu katika watu wanaokuja huwa wakishakuja kusaidiwa huwa wanaacha nyota zao pale. Nyota zao wanaacha pale? Kwa sababu unajuaje kwamba nyota yake kaiacha hapo? Unapoenda kwa mganga lazima kwanza uache jina. Jina, La pili, kwenye tiba mganga anaweza kukwambia kucha, nywele. Kucha, nywele, vile ni moja ya vivuli vya nyota ambao nyota lazima ibaki pale. Kwa hiyo damu ya hedhi unapokuwa unaichukua unaitumiaje sasa? Kwanza unachukua kwa mtu unayemfahamu. Kwa sababu unaangalia katika zile nyota ni wa mama sasa. Leo nani, kwa sababu hii lazima uwe nayo siku zote katika shughuli zako. Kwa hiyo ukishajua basi usiku unaenda. Ukishaenda unaweka. Ukishaweka unamshika tumbo. Yeye anakuwa ushampulizia dawa. Unakamua. Wakati yeye ameshapotea. Hayupo pale. Unakamua yote huku unaikinga. Unaikamua, unaikinga. Kwa hiyo ni yule ambaye unajua ana nyota nzuri.
Yule ambaye yuko ovyo ovyo hauchukui. Hauchukui kwa sababu haiwezi kwenda kusaidia. Mwambie mwenzako walioshika nyota yako leo wataiachia kwa moto, kwa damu ya Yesu. Tell your fellow those who are holding your star will let it go by the fire. Okay, na ulikuwa unakaa nayo muda gani hiyo mpaka unabadilisha unachukua nyingine? Itakapoisha. Okay, naomba kujua matumizi yake hasa baada ya kuchukua. Unaitumia kwa nani na kwa namna gani na kwa jinsi gani? Kuna kazi kama za kesi. Kuna kazi kama za kesi. Mtu anakuambia nina kesi hii, katika moja ya tiba ya kufunga. Hii ni moja hapo. Kingine kwenye mikosi. Kufunga mtu, kumtia mtu mabalaa, manuksi, nao moja hapo. Yaani uchafu uliotoka ndani ya mtu ukafunge kesi. Uchafu uliotoka ndani ya mtu ukasababisha balaa na mikosi. Hiyo sawa. Ndio. Hiyo naweza nikakubali kwa sababu wanaopata nuksi na mikosi ajali hii sawa. Na ndio maana kuna haja ya kukaa na vifaa vya kiroho vilivyotoka kwa Bwana. Unapokuwa na maji bavuni mwa Yesu, stika ya profeti, mafuta ya uponyaji na baraka, ndio kazi yake kukulinda dhidi ya hivi vitu na kuondoa nuksi. They are used to protect you. Unanisikia sawa sawa? Do you hear me? Kwa bora uache vyote, lakini pata vifaa vya kiroho kutoka kwa Bwana. Get the spiritual items. Nyumbani kwako visipungue, kwenye gari visipungue, ofisini kwako visipungue. At your office. Uwe hai. Be alive. Uwe hai. Okay, kwa sababu ya muda, kitu gani kingine ambacho ulikuwa unatumia kwenye uganga? Nini hiyo? Mkuki. Hii ni pinde ya mkuki. Ni pinde ya mkuki ambao inatengenezwa kwa mfano uwe mdogo, lakini ina kazi kubwa. Nani alikupa hii? Hii nilikuta kwenye mfuko ninavyokabidhiwa. Ulipokabidhiwa uganga? Kilikuwepo ndani. Kazi yake ilikuwa ni nini? Hii ilikuwa itengenezwa, inakusanyika na nguvu nilokuwa nao mwilini nilochanjiwa. Kwa hiyo nilikuwa naweza, napoenda kupeleka kitu kwa mtu, ndo naingizia kupitia hiki. Sijakuelewa vizuri. Unapoenda kwa mtu unaagizia kitu gani kupitia hiyo? Nimenuia fulani nimpelekee malazi. Natoka nimeshika hii kwa sababu hakuna malazi anayoingia bila maumivu. Lazima atapata maumivu. Na njia ya mchawi anapoingiza ni lazima mwanadamu apate kichomi. Kinachoingiza kichomi ndio hiki, inaita kinapanua njia, kile kitu kinapita. Kwa hiyo ni lazima kiwe kitu chenye ncha, ndio hiki. Pigie Bwana makofi. Asante. Kingine? Nini? Kibuyu. Hii ndo kibuyu ambacho ndo kimehifadhi dawa ambayo ndo uchawi. Sasa uchawi ndo unakaa humu. Na hizo shanga kazi yake ni nini? Hii inaishi hapa, lakini inaishi hapa kwenye kibuyu. Ina maana hii ni kinga ya nyumba ya huyu ambaye yuko ndani, na hata mimi ninapotaka kuitumia usiku ndo huwa naitoa. Kwa hiyo ndani ni kama kuna mtu ambaye huyo mtu kuna wakati anapanda kwenye kichwa changu. Usiku inapofika nakuwa sio mimi sasa kwenye zile shughuli. Nikishavaa nguo, nikishachukua huu shanga nikiuvaa, basi nikishakula ile dawa ninakuwa sio mimi. Anakuja yule wa humu sasa, anacheza kwenye mwili wangu, anatenda kwenye mwili wangu, akimaliza anaondoka, mimi narudi nyumbani. Sogea. Angalia. Sogea nyuma. Angalia mkono wangu.
mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Amen. Simama juu. Uko huru. Simama. Uko huru. Simama. Aliyekuwa ndani ameshaondoka. Ameshafanya nini? Ameshaondoka. Havina kitu tena hivi. Sawa? Hongereni sana, na Mungu wa Nabii Nicolaus Suguye aendelee kuwa Mungu wenu. Amen.